Amjambo na karibu wa ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Congo Post News. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe na like na comment na kushare ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku. Au unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona kwenye picha, na ukitujuza endelea kufuatilia Congo Post News ukiwa maeneo gani, na hapo unaweza kupatia mapendekezo yako aiza maoni yako. Langu jina ni George Idi, mtangazia kupitia Congo Post News. Ndugu mpenzi mtazamaji, baki nasi hadi mwisho. Sauti yetu, habari yako. Vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vinashutumu vikali kundi la waasi la M23 kwa kushirikiana na AFC, ikimaanisha vikundi vya kujitetea kwa kuendesha mashambulizi ya wakati mmoja katika mkoa wa Kivu. Licha ya makubaliano ya kusitishwa kwa uhasama, FARDC inasema ukiukwaji huo ni mkubwa na unahatarisha juhudi za amani. Matukio yaliyoshutumiwa yanaripotiwa kutokea katika eneo la Kivu ambalo ni eneo lenye migogoro la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makubaliano ya amani ya awali ambayo yameshukiwa kuvunjwa yalifikiwa katika mazungumzo yaliyofanyika Doha na Washington. Taarifa ya shutuma imetolewa hivi karibuni ikizingatiwa ujumbe wa asili unaelezea hali ya sasa, ikirejelea mashambulizi ya wakati mmoja ambayo yamefanyika baada ya makubaliano ya kusitisha uhasama kufikiwa. Kusitishwa kwa uhasama kulifikiwa kama sehemu ya juhudi za amani zilizosimamiwa na jumuiya ya kimataifa, hasa baada ya mazungumzo huko Doha na Washington. FARDC inasisitiza kwamba M23 na AFC wamefanya mashambulizi mapya na ya kuratibiwa kwa wakati mmoja, ikionyesha nia wazi ya kupuuza makubaliano ya amani. Mashutumu hayo yanajiri huku kukiwa na matumaini ya utekelezaji wa hatua zilizokubaliwa, ikiwa ni pamoja na kuondoka kwa AFC M23 kutoka maeneo yaliyoyateka na kurejea kwenye hali ya utulivu. Ukiukwaji huu unaongeza hofu kunaongeza hofu ya kuzuka upya kwa mapigano makali na kuhatarisha maisha ya raia ambao wamekuwa wakikimbia makazi yao kutokana na mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. FARDC inatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kushinikiza M23 iheshimu makubaliano. Ukiukwaji huu mkubwa wa kusitishwa kwa uhasama na M23 AFC unafanya juhudi za amani zilizofanyika Doha na Washington kuanza kuyumba. Hali inaendelea kuwa tete mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sasa macho yote yanaelekezwa kwa waangalizi wa kikanda na kimataifa kuona hatua gani itakayochukuliwa ili kuzuia eneo hilo lisiingie kwenye machafuko makali. Jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC inaendelea kuweka vikosi vyake katika tahadhari, huku ikisubiri maelekezo zaidi kutoka kwa uongozi na jinsi gani watakabiliana na ukiukwaji huu. En dépit de l'exigence de la cessation des hostilités imposée par la communauté internationale, investie totalement à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar pour le retour d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, la coalition terroriste de l'AFC M23, soutenue par le Rwanda, intensifie depuis plusieurs jours les attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo sur le terrain. Les forces armées de la RDC dénoncent ces violations manifestes et intentionnelles des engagements souscrits dans le cadre des processus de paix de Washington et de Doha. Ces dernières 72 heures, plusieurs positions des forces armées de la République démocratique du Congo ont été la cible des attaques de cette coalition terroriste au sud Kivu. Il s'agit des positions de Bulambula et de Kibanda Mangobo sur l'axe Walungu-Shabunda, les ponts de la rivière Mudugwe sur l'axe Walungu-Mwenga et Toué par les alliés Twirwanéo sur l'axe Fizi-Minembwe au nord Kivu. Les attaques sont concentrées à Kasopo et à Kajinga
au groupement Nyamaboko 1er, secteur de Osobanyungu en territoire de Massissi, sans oublier la tentative d'occupation du mont Irimui vers Bunyatenge dans le territoire de Lubero. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent la communauté internationale et les négociateurs américains et qataris à témoin face à cette attitude non respectueuse des engagements souscrits dans le cadre des négociations en cours. Soucieuses de la sécurité des populations martyrisées, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions pour s'opposer à toutes les provocations de la FCM 23 manifestement non disposée à suivre la voie de la paix tracée par les accords librement signés.